Tunazindua mradi, ni mradi ambao tunashirikiana na WIPO ambayo ni taasisi ya haki miliki duniani, lakini pia na wakala wa leseni BRELA hapa nchini na chuo cha Nelson Mandela. Kwa pamoja tunazindua mradi ambao tunajaribu kwenda kwenye kanzidata ya WIPO duniani kuangalia teknolojia zipi zipo kule ambazo ni teknolojia sahihi kwa ajili ya mazingira yetu, teknolojia ambazo tayari zimeshamaliza muda wake kwa maana ile protection, kusudi tuweze kuzitumia kwa ajili ya mahitaji yetu hapa nchini. Kwa hiyo ukiangalia kama tulivyosema, tumechagua eneo la tunasema ni agri business, kilimo na ufugaji. Kikubwa zaidi tunaangalia kwamba tuna mashine nyingi za kuzalisha chakula cha mifugo kwa mfano, lakini hizi mashine nyingi tumezisupport hata koste kupitia makisatu, lakini tukitaka kwenda kwenye stage inayofuata kwa ajili ya uzalishaji mkubwa inakuwa shida wawekezaji wakubwa, kwa sababu zile mashine unakuta kwa maana kwamba tuna sampuli kifani ndio, lakini sampuli kifani haina michoro mizuri ambayo inaweza kutumika. Sasa kija mwekezaji anataka kwenda kufanya industrial scale manufacturing, inakuwa changamoto. Kwa ushirikiano tunaofanya sasa hivi katika mengi tunayofanya, tumechagua taasisi moja tunaendelea kushirikiana nayo kusudi kuweza kwenda kwenye hizo kanzidata, kutafuta appropriate technologies, teknolojia sahihi. Tukishazipata Nelson Mandela watumie zile taarifa kutengeneza sampuli kifani. Baada ya hapo tuangalie kwa pamoja kuwa na business model kwa sasa hii hapa sampuli kifani tulionayo tunafanyaje, tunaweza tukaitest kwa jamii. Tumechagua Njombe sehemu ya kutestia. Baada ya hapo tunasema kwamba tukae chini tuandike proposal kwa ajili ya kushirikiana na wadau sasa kwa ajili ya kufanya mass production. Kwa hiyo ndio picha kubwa tunayoangalia hapa. Ndio maana nimesema katika hayo kuna mafunzo ya siku 5 yanafanyika baada ya kuzindua leo. Kwa hiyo kuna wataalamu expert international ambao tutatoa mafunzo, na katika hao tumealika Nelson Mandela wenyewe, lakini pia tuna wadau wengine including wadau wa maendeleo. Tunafungua hapo, mmeona, ambao hao wote, sababu picha kubwa tuielewe kwa pamoja afu tutembee pamoja. Kwa hiyo tukiangalia picha kubwa ni kwamba baada ya hii shughuli kuisha, tunapenda huko mbele tunakuwa tunawasaidia vijana wetu ndio kupata hiyo hakimiliki, lakini kubwa zaidi kuwa na bunifu na sampuli kifani ambazo zinaweza zikawa rahisi kwenda sokoni. Kwa majina naitwa Thomas Kivevele, ni mkurugenzi wa utafiti na ubunifu katika taasisi ya Afrika Sayansi na Teknolojia Nelson Mandela. Sisi ni mojawapo ya wadau katika huu mradi ambao asilimia kubwa tutakuwa kwenye nafasi ya utafiti na ubunifu. Ndio tutakaokuwa tunachakata hizo data ambazo zitapatikana kutoka huko kwenye chanzo ambacho tunategemea ni huko Njombe, na kuja na ubunifu ambao tunaamini utatatua changamoto ya chakula cha mifugo huko Njombe. Mradi mpaka sasa hivi kuja na hiyo sampuli kifani ni ya mwaka mmoja. Kwa hiyo tukimaliza hiyo ndo tutaelekea kama wenzangu alivyosema mwanzo kuelekea kwenye mass production. Lakini kikubwa sasa ni kuhakikisha kuwa tunatumia hizo data ambazo tutazipata Njombe, tunakuja na hiyo sampuli kifani ambayo tunaamini itafanya kazi vizuri, na siku ya siku ndo tuweze kwenda kwenye next level ambayo ni mass production, kukuza uwezo wa Watanzania. Maanake Mandela kama itakuwa ni sehemu ya wataalamu ambayo ina wataalamu wabobezi katika hilo eneo, maanake tunategemea kwamba kutokana na wataalamu walioko Mandela tutaweza kutransform hiyo knowledge hata mpaka kwa watu wengine ambao wako vijijini ambao wanaweza kukakuza ile uwezo wa Tanzania wengi kuelewa hilo eneo na kuja na teknolojia nyingi zaidi ambazo zinaweza zikasaidia katika kukuza uchumi wa moja na uchumi wa taifa kwa ujumla. Naitwa Aloy Mhando, ni mkurugenzi wa miliki ubunifu kutoka wakala usajili wa biashara na leseni BRELA. Na katika mradi huu ambao umezinduliwa leo, BRELA ndio ofisi ya miliki ubunifu kwa upande wa Tanzania bara. Na moja ya majukumu yake ni kutoa ulinzi wa bunifu mbalimbali. Sasa BRELA ni kufuatia jukumu lake hili la kulinda miliki ubunifu hapa nchini, inafanya kazi kwa karibu sana na shirika la miliki ubunifu duniani, World Intellectual Property Organization, WIPO. Na kufuatia ushirikiano huu, WIPO walikubali kutusaidia kutafuta teknolojia ambayo ni sahihi kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya jamii. Naitwa Ana Upendo Edward Gombela,
Mimi ni mkulima na mfugaji kutoka mkoa wa Njombe na wilaya wa Nging'ombe, ambapo kimsingi ndio mradi huu unakuja kuanza kufanya kazi kwetu kwa majaribio. Mategemeo yangu kama mkulima na mfugaji, endapo kama wataalamu wetu hawa na wawekezaji watafanikiwa kutengeneza hizo mashine za ubunifu ambazo zitasaidia kutengeneza vyakula vya mifugo, labda na mabaki yale ya chakula kutengeneza mbolea. Kwanza itatusaidia sisi kama wakulima kwamba kupata chakula kwa wakati yani kiurahisi, lakini pia itasaidia kuongeza thamani ya mfugaji na mkulima. Sasa hivi tuna changamoto kubwa wakulima ya upatikanaji wa mbolea na vyakula vya mifugo. Kwa hiyo mradi huu kama utakamilika, utakuwa ni chachu kubwa, utaongeza tija kubwa kwa wakulima na wafugaji, na utarahisisha pia. Tunaona sasa hivi wafugaji wanatumia gharama kubwa sana kwenye kufuga kwa sababu chakula upatikanaji wake ni mgumu.